Mwanaume mmoja aliyejihami kwa mkuki amemlenga na kumshambulia kisha kumuua afisa wa polisi wa kumlinda rais anayetoa ulinzi nje ya lango la ikulu ya Nairobi nchini Kenya. Afisa huyo wa polisi aliyekuwa miongoni mwa polisi wa zamu waliokuwa wakitoa ulinzi katika lango kuu la ikulu ya rais jijini Nairobi nchini Kenya ameshambuliwa na kuuawa na mdunguaji huyo aliyekuwa amejihami na kujizatiti kwa mkuki. Marehemu aliyetambuliwa kwa jina la Constable Ramadhani Hamis alifariki mara tu baada ya shambulio hilo wakati akikimbizwa hospitali kuu ya Kenyatta jijini Nairobi kwa ajili ya matibabu. Taarifa ya polisi iliyotolewa leo Jumatatu imesema kuwa Ramadhani Hamis aliuawa kwa kupigwa mkuki kifuani majira ya saa 2:15 asubuhi wakati maafisa wa kitengo cha huduma maalum cha polisi GSU walipokuwa wakifanya ukaguzi wa kawaida wa usalama wa magari yaliyokuwa yakiingia katika eneo la ikulu lililoko barabara ya Dennis Pritt. Ripoti za awali za idara ya polisi nchini Kenya imebaini kuwa mshambuliaji huyo aliyetambulika kwa jina la Kithuka Kimunyi mwenye umri wa miaka 56 alitumia mkuki kufanya unyama huo katika lango D ambalo kwa kawaida hutumiwa na wananchi kuingia ikulu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mtuhumiwa huyo ghafla alirusha mkuki na kumpiga askari kwa mshale wakati akiwa lindoni, mshale uliompiga upande wa kushoto wa kifua. Askari huyo alipata majeraha mabaya na alikimbizwa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambako alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu ya dharura. Mtuhumiwa huyo wa mauaji Kithuka Kimunyi alikamatwa katika eneo la tukio na kuhojiwa ambapo alidai kuwa alikuwa ametumwa na shetani. Hata hivyo, haijabainika wazi iwapo muuaji huyo alikuwa anamfahamu askari aliyeuawa. Mashuhuda walisema mshukiwa alifika eneo hilo akiwa amejifanya kama mpita njia huku akiwa amebeba gunia ambalo ndani yake alikuwa ameficha mkuki. Baadaye alijificha nyuma ya ua na kutoa silaha hiyo kabla ya kumpiga afisa huyo kifuani. Wakati huo, afisa huyo na wenzake wawili walikuwa wakikagua gari lililokuwa linaingia ikulu. Tukio hilo limetokea saa chache baada ya askari mwingine wa GSU kunyongwa na kuzamishwa karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA baada ya kutokea mabishano na mwanaume mmoja. Ikulu na makazi ya serikali nchini Kenya hulindwa na maafisa wa GSU kutoka kikosi cha G-Company ambacho pia hulinda makazi binafsi ya rais na maeneo mengine muhimu. Mbali na GSU, rais pia ana kikosi cha ulinzi wa rais, Presidential Escort Unit, ambacho ni kikosi kamili kinachoshughulikia usalama na harakati za rais pamoja na familia yake wakati wote. Hata hivyo, mara nyingi hupata usaidizi kutoka kwa polisi wa eneo husika. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.